Habari ya uzima ndugu zangu, na wasalimu kwa jina kuu kuliko jina lote, jina la Mwenyezi Mungu. Moja kwa moja kwenye pointi, sina propaganda, mimi daktari. Kwanza, matatizo ya moyo ndio chanzo kimoja namba moja cha vifo vingi Tanzania na duniani nzima. Matatizo ya moyo, au cardiovascular, umeona? Na inabidi tufahamu vitu vyote ambavyo vinapelekea matatizo ya moyo kuwa makubwa au kutokea. Inabidi tufahamu vitu vyote. Moja ya vitu ambavyo inabidi tufahamu ni vitamin C. Vitamin C ni moja ya funguo ya muhimu sana ya kusuluhisha tatizo la moyo na watu kupona matatizo ya moyo, matatizo ya stroke na kadhalika. Umeona? Yes, na depression na kadhalika. Kwa vitamin C na matatizo ya moyo yanahusiana pakubwa sana. Kwanza, katika swala matatizo ya moyo, inabidi tufahamu kitu kimoja kinaitwa kukakamaa kwa artery, mishipa ya damu. Mishipa ya damu ya aina artery ikikakamaa inakuwa migumu, ndio inapelekea mtu kupata matatizo ya moyo. Kivipi? Kitaalamu, kwanza kukakamaa kwa artery au mishipa ya damu inaitwa atherosclerosis. Ukitaka kucheki zaidi mtandaoni Google, inaitwa atherosclerosis. Achana na lugha hii ya Kiingereza, kwa sababu lugha ya Kiingereza, mimi binafsi mtazamo wangu na baadhi ya watu wengine, naamini iletwa kwa ajili ya kutuchanganya tu sisi siweze kuelewa kuhusu afya na tumie. Umeona? Lakini lugha ya Kiswahili ndio ibidi itumike kufundisha watu afya, kwa sababu afya ni kitu cha msingi na namba moja, na ni haki yako kujua. Kwa mimi nitahakikisha hata mtoto miaka 7 mpaka mtu mzima atanielewa. Nitatumia lugha rahisi na nyepesi kabisa. Tuendelee kwenye kusaidia jamii. Kwa hiyo matatizo ya moyo yanasababishwa na kitu kimoja kinaitwa kukakamaa kwa mishipa ya artery, mishipa ya damu, au inaitwa atherosclerosis. Ukitaka kucheki taalamu zaidi kwa Google. Na hili tatizo la kukakamaa kwa mishipa ya damu haisababishwi na mafuta au cholesterol kama tulivyoaminishwa, na miaka mingi sana watu wanasababishwa, wanaambiwa matatizo ya moyo yanasababishwa na mafuta au cholesterol. Ndugu zangu na ndugu zetu wengi, familia, jamaa na marafiki wamefariki na wengine wameumia sana, wameteseka kutokana na taarifa zisizo sahihi kwenye sekta ya afya. Taarifa zisizo sahihi kuhusu masuala ya afya ni moja ya chanzo namba 4 cha vifo vingi vya watu wengi Tanzania na duniani. Taarifa zisizo sahihi za afya. Moja hapo ni kwamba kukakamaa kwa mishipa ya artery ya damu, kwamba wanasema inasababishwa na cholesterol, mafuta. Sio kweli, haisababishwi na mafuta au cholesterol. Umeona? Bali inasababishwa na ujenzi mbaya wa mishipa ya damu ya artery. Umeona? Cholesterol au mafuta, ngoja niwape mfano vizuri, nisema kila mtu ataelewa na ni haki yako kila mtu kuelewa. Kwa mfano, ndugu yangu, nyumba imewaka moto. Baada ya nyumba kuwaka moto, wa kwanza kufika pale wakawa fire kwenda kuzima ule moto. Alafu sisi raia ndo tunafuata kwenda kucheki pale. Kwa sababu tumefika pale, tumeona watu wa kwanza kufika pale ni fire ndo wanazima moto. Sisi tunashumu tunahisi kwamba fire ndo amewasha ule moto. Sio kweli. Baada ya moto kutokea ndo fire walifika pale ili kwenda kuzima ule moto. Sasa taarifa za watu walizokuwa wanasoma na wengine wataalamu wa afya walikuwa wanaambiwa kwamba kwa sababu cholesterol ndio imekuwa ya kwanza kufika kwenye ile sehemu, kwa cholesterol mafuta ndio yamesababisha matatizo ya mshipa kukakamaa. Sio kweli. Ni kwa mfano, ukiumia kidonda sehemu yoyote ya mwili, hata chini ya mguu kwa mfano ukaumia, baada ya kupata kile kidonda, baada ya sehemu ile kuharibika, unakuta kuna mafuta fulani yanatokea pale baada ya kidonda kutokea. Lakini haimaanishi yale mafuta ndio yamesababisha kile kidonda kutokea. Ndio maana anasema tatizo la kukakamaa kwa mishipa ya artery na matatizo ya moyo haisababishwi na mafuta au cholesterol. Sio, nadhani tumeelewana hapo? Yes. Ni kwamba inakuwa hivi. Huo ndio mishipa ya damu, si ndio? Kwamba na pia unabidi mfahamu kitu kimoja, kwamba mishipa hiyo ndani ya damu ndani ya mishipa ya artery inajengwa na kitu kimoja kinaitwa endothelial cells. Cells ndani ya mishipa ya damu zinaitwa hizi endothelial cells. Huo mshipa, hizi cells ndani zinaitwa endothelial cells. Hizi ni aina ya collagen cells. Hizi zilizoko ndani ya endothelial cells ni aina ya collagen cells. Collagen cells hizi ni seli maalum za kujenga mishipa na ngozi zote ndani ya mwili. Na hizi collagen cells zinajengwa, ni aina ya protini ambayo iko kwenye ngozi na mishipa. Na hii collagen inajengwa, 90% ya collagen inapewa support kujengeka na vitamin C. Vitamin C inahusika kwa 90% mpaka 80% kujenga hizi
collagen cells au endothelial cells za ndani. Wadada zetu mnafahamu katika mafuta unayopaka huko au maprotini ukinunua kuna protini za collagen ambazo zinasaidia ngozi. Na sio ngozi tu. Ngozi ipo pale kwenye mishipa ya ndani ya damu na nje. Hizo zote zinajengwa na vitamin C. Sasa mapungufu ya vitamin C yakiwa makubwa ndani ya mwili ndipo inapelekea hii mishipa ya damu hapa kuharibika, inapata tatizo. Ni sana kidonda kama nilivyosema, kidonda kitokea chini ya mguu. Baada ya kidonda kutokea ndipo unaona mafuta yanatokea yana njano fulani. Kwa baada ya mishipa ya damu kuharibika na ujengaji wake kuwa mbaya, ndipo inapelekea cholesterol sasa ndio inaingia pale inaenda kurekebisha tatizo la mafuta. Baada ya cholesterol kufika pale pia inafuata calcium, pia madini ya calcium yanaenda kuziba ile tatizo. Baada ya calcium pia kusogea ndipo na protini pia inasogea hapo kuziba tatizo. Kwa hivi vinapokuwa vinaenda kusuluhisha lile tatizo ndivyo vinaweza vikapelekea clot au mshipa ya damu kuziba, lakini sio chanzo cha kwanza cha tatizo. Chanzo cha kwanza ilikuwa ni mapungufu ya vitamin C au collagen ambayo inahusika kujenga hizi endothelial cells za ndani. Umeona? Sasa kwa sababu watu walikuwa wakisoma cha kwanza wanakuta hapa cholesterol, wanaanza kulaumu cholesterol. Sasa sana nyumba inawaka moto kama nilivyowaambia, fire anakuwa wa kwanza kufika. Kwa sababu fire wa kwanza kufika, sisi tumeona fire ndio wa kwanza kufika, tunawasingizia kwamba fire wao ndio wamewasha moto. Sio sahihi. Fire amefika pale kwa ajili ya kuzima ule moto. Kwa hata vitamin C ukiwa unaitumia vizuri inapelekea kuondoa kwa mishipa damu kuziba. Vitamin C ukiwa unatumia kutosha inasababisha tatizo lisitokee, inaokoa mishipa ya damu isizibe. Na pia vitamin C inasaidia hata cholesterol isitokee. Na pia vitamin C inasaidia cholesterol isitokee, na vitamin C inasaidia stroke usipate stroke, na vitamin C inasaidia mishipa isipasuke kabisa. Vitamin C nyingi inasaidia mishipa isipasuke na wala usipate stroke. Mpaka hapo nakuwa tumeelewana kwenye hilo swala ndugu zangu. Na pia kuna majaribio zaidi ya 478 ya kliniki duniani yamefanyika kwa kutumia vitamin C supplement. Wamekuwa wakipewa watu wenye matatizo ya moyo hii vitamin C supplement. Wameona watu wengi wenye matatizo ya moyo wakitumia vitamin C supplement wanapata matokeo makubwa sana mazuri. Zaidi ya majaribio 478. Kwa vitamin C ni moja ya funguo muhimu sana ya kusolve matatizo ya moyo. Umeona? Na kitu ambacho nakuta kinapelekea watu wengi kupata matatizo ya moyo ni moja hapo ni insulin resistance. Umeona? Yes, matatizo ya moyo yanasababishwa na mapungufu pia ya vitamin C, ambao vitamin C kama nilisema la kwanza ikikosekana, kwanza vitamin C inahusika kujenga hiyo layer collagen, na pia vitamin C inasaidia kuvutika kwa ile mishipa iwe elastic, yani iwe elastic. Nimesema tatizo ya moyo yanasababishwa na kukakamaa kwa mishipa inakuwa migumu. Vitamin C inafanya mishipa inakuwa elastic, inavutika. Kwa sababu ndani ya mishipa ya artery inakuwa inavutika ili iweze kupump damu. Damu inasukuma. Lakini ikikosekana vitamin C inafanya mishipa inakakamaa. Sasa chanzo namba moja na baadhi ya vyanzo ambavyo vinapelekea mwilini mtu kuwa na mapungufu makubwa ya vitamin C ni nini? Chanzo cha mapungufu ya vitamin C kwanza ni ulaji mbaya wa chakula, ambapo unakuta mtu anakula chakula bila kuwepo madini ya vitamin C, au kutokula vyakula vya vitamin C. Vyakula vya vitamin C, mtu asipokula vyakula vya vitamin C ndivyo inampelekea mtu kupata haya matatizo. Hicho ni chanzo namba moja, na nitavitaja vyakula gani vya vitamin C. Na chanzo kingine cha matatizo ya moyo au mapungufu ya vitamin C ni insulin resistance, au kuwa na insulin nyingi ndani ya damu. Insulin ni nini? Insulin ni homoni ambayo inatemwa na kongosho. Kongosho kazi yake ni control sukari, kudili na sukari ndani ya mwili. Sukari ikiwa nyingi sana, kongosho kazi yake inashusha sukari kwa kutumia insulin, hii homoni insulin. Sukari ikiwa ndogo pia ndani ya mwili, kuna homoni ambayo inatemwa na insulin inaitwa glucagon. Hiyo kazi yake ni kupandisha sukari ikiwa ndogo ndani ya mwili. Ndio maana unahitaji kula vyakula vya sukari uweze kupata sukari. Kwa sababu mwili unaweza kuvunja muscles, mafuta pia ukatoa sukari. Hilo topic nyingine nitaelezea, fuatilia video yangu nitaelezea siku nyingine. Kwa chanzo cha pili nyingine kuwa na mapungufu na mishipa kakamaa ya artery
mishipa ya damu kukakamaa na kusababisha matatizo ya moyo ni kuwa na insulin nyingi ndani ya damu. Insulin inakuwa nyingi ndani ya damu ni kwa sababu unakuwa unakula vyakula vya wanga. 90 mpaka 80 ya vyakula unavyokula ni wanga kwa siku. Wanga na mangano, unamaanisha chapati, keki, biskuti, unakuta wali, viazi, ndizi. Kwa siku unakula vingi 90 mpaka 80. Umeona? Vile vikiingia vyakula vya wanga ndani ya mwili vingi vinabadilika vinakuwa sukari. Umeona? Kwa mfano unakuta mtu nyumbani anakula chakula au akipakua chakula wali mwingi, mboga ya majani kidogo, au akienda kwa mantilie wali mwingi, mboga ya majani kidogo. Sasa sahani moja ya wali ya kawaida ambayo tumezoea nyumbani au kwa mantilie, sahani moja ya wali ya wanga tunajua tukichwani kwamba wanga inabadilika inakuwa sukari. Sahani moja ya wali ina vijiko 16 mpaka 25. Nacheza 16 mpaka 25. Ukizidi sana mpaka vijiko 30 vya sukari. Sahani moja ya wanga na vijiko ikiingia ndani ya mwili, wanga ikiingia ndani ya mwili hiyo inabadilika kuwa sukari ambayo ni sana vijiko 16 mpaka 25 vya sukari. Je, mwili wa binadamu unahitaji vijiko vingapi vya sukari? Mwili wa binadamu, kwanza fahamu katika mwili wa binadamu mtu mzima yeyote ana lita 6 mpaka 7 za damu. Lita 6 mpaka 7 za damu ni kama saizi hii hapa. Uchukua damu ya binadamu lita 6 mpaka 7. Mtu mzima yeyote ana lita 6 mpaka 7 za damu. Na katika kila lita 3 za damu mwili wa binadamu unahitaji kijiko kimoja cha sukari. Katika kila lita 3 za damu mwili wa binadamu unahitaji sukari kijiko kimoja kidogo cha sukari. Na maana mtu mzima mwenye lita 6 mpaka 7 za damu anahitaji vijiko 2 mpaka 3 tu vya sukari kwa siku. Sasa wewe ushakula sahani moja ya wali kubwa ambayo ni sana vijiko 16 mpaka 25 vya sukari. Ndio maana unakuta lazima mwili uteme insulini nyingi, utoe kongosho, itoe insulini nyingi ili uweze kushusha ile sukari mpaka level ya mwili ambayo unahitaji ambayo ni sana vijiko 2 mpaka 3 kwa siku. Ndio maana unakuta insulini ikiwa nyingi inatemwa nyingi kutokana na kula vyakula vya wanga nyingi. Kwa insulin ikiwa nyingi ndani ya damu inasababisha kukakamaa kwa mishipa ya artery, ndio inakuwa ngumu. Umeona? Lakini sio vyakula vya mafuta vinapelekea mishipa kukakamaa, sio kweli, nishaeleza hiyo. Kwa hiyo chanzo na kingine ni hicho insulin kuwa nyingi ndani ya damu. Na tofauti kati ya mtu mzima anakula vyakula vya wanga na kijana anakula vyakula vya wanga apate sukari ni kwa sababu hivi. Kwa sababu insulini ya kijana ina nguvu bado, yeye hajazeeka bado, hajatumika sana, ni mpya. Kwa hiyo ina uwezo wa kushusha sukari haraka, lakini mtu ambaye ni mtu mzima tokea ujanani kula wanga, yeye kishafika mtu mzima kongosho yake au insulini imechoka tayari. Kwa hiyo hata insulini ikitemwa nyingi haina uwezo wa kudili na ile sukari kuishusha, maana mtu anapata kisukari. Hiyo nitaelezea topic siku nyingine. Hiyo ndio tofauti kati ya mtu mzima anapata kisukari na yeye anakongosho, lakini kijana anakula vya wanga na sukari lakini hapati kisukari kwa sababu kongosho yake ni nzima. Kwa maana tunashauri vijana wenzetu kwamba waanze kujikinga na magonjwa kuanzia ujanani. Ila vijana tunasahau sana, tunahisi kama sisi hatuzeeki pia. Kumbe pia tunakuja kuzeeka. Chanzo kingine cha mapungufu ya vitamin C zaidi ya kutokula vyakula vya vitamin C, insulin nyingi ndani ya mwili, chanzo kingine ni sigara. Sigara sio vuta sigara. Kwanza wavuta sigara wanahitaji vitamin C mara 5 zaidi ya mtu wa kawaida. Yaani mtu anayevuta sigara anahitaji vitamin C mara 5 zaidi ya mtu wa kawaida. Ni muhimu sana kuongeza vitamin C kama unavuta sigara. Sababu sigara inamaliza collagen sana, inaleta uzee balaa. Umeona? Kitu kingine kinachomaliza vitamin C na kupelekea mshipa kukakamaa ni pombe. Matumizi ya pombe. Pombe pia zinapelekea vitamin C kupungua balaa ndani ya mwili. Pia ni dawa tunazotumia za hospitalini, dawa nyingi tunazotumia, nyingi sana dawa zinapelekea mapungufu ya vitamin C ndani ya mwili, dawa zenye kemikali za hospitali au tunaita medicine. Ni kwamba ndio maana hata ukienda kwa daktari akupa dawa zenye kemikali nakwambia nenda kale chakula, kula vizuri. Dawa zinaleta matatizo kwa sababu dawa zile zina nguvu sana. Pia yani kwamba zina nguvu, zinatibu ile tatizo sawa, lakini zinachoma virutubisho pia ndani ya mwili, na moja ya virutubisho ambavyo dawa zinachoma ni vitamin C ambazo zinaweza kupelekea mishipa ya damu kukakamaa na kupata matatizo ya moyo. Dawa hizi tunazotumia. Kwa dawa zenye kemikali na vitu makini zina nguvu sana. Kwa vyanzo vya kupelekea mtu kupata matatizo ya vitamin C au mishipa kukakamaa ndani ya mwili ni kutokula vyakula vya vitamin C, insulin nyingi ndani ya mwili, sigara, pombe na matumizi ya dawa muda mrefu sana na matumizi ya dawa holela bila ushauri wa daktari. Yes, hivi ndio vyanzo vya kupelekea mtu kupata
mapungufu ya vitamin C mengi ndani ya mwili, na mapungufu ya vitamin C yaliyozoeleka, mapungufu ya vitamin C ambayo tumeyazoea kuyasikia huwa ni fizi au mishipa ya damu. Fizi kwenye mishipa hii kutoa damu. Mishipa ikianza kuvuja au inauma fizi ni moja ya chanzo kikubwa cha mapungufu ya vitamin C ambacho tumekizoea, yani kinafahamika na wataalamu wengi. Na chanzo kingine kupelekea mapungufu ya vitamin C ni damu. Mtu anaweza kutoka damu puani, mishipa ya damu ina matatizo, au mtu kupata michirizi. Unaona pia mtu na michirizi mwilini, mkononi, mwilini, na hayo ni ishara ya mapungufu ya vitamin C makubwa ndani ya mwili. Yes, michirizi ndio. Na ndio maana pia michirizi mistari ile unaipata watu, na pia ndio maana dawa mafuta mengi, lotion nyingi ambazo wadada zetu wengi wanapaka kwa ajili ya wanauziwa kwa ajili ya kuondoa michirizi. Mafuta mengi yale unakuta zile serum nyingi zina vitamin C, zinatokana na vitamin C. Serum nyingi, mafuta mengi na lotion nyingi za kuondoa michirizi au uzee huwa zimejaa vitamin C hii hapa. Umeona? Sababu ndio inajenga collagen ambayo ni protini maalum inajenga layer ukuta wa ngozi wa nje na wa ndani pia. Umeona? Yes. Na kwenye swala kusolve michirizi hili sio vizuri kupaka kitu nje tu. Ili swala ukipaka kitu nje na maana baadaye utaenda kununua tena utakuta una issue kutegemea vile vitu, ni kama mtego fulani hivi. Kwa hiyo ni bora swala la michirizi ili kulisolve kwa ndani kwenda nje, kwa sababu ngozi ya binadamu inabadilika kila baada ya siku 21 kutokana na unachokula, sio unachopaka. Umeona? Kwa hiyo nitaelezea zaidi topics siku nyingine ipo. Fuata video zangu, nitaeleza dada zangu jinsi ya kutatua hili tatizo next time. Kwa hapo sasa inabidi tufahamu vyakula gani vya vitamin C ambavyo ukila unaweza kutatua hili tatizo letu, matatizo ya moyo na kupata vitamin C ya kutosha. Vyakula vya vitamin C, kwanza kuna kwa upande wa nyama, vyakula gani ule vya vitamin C kwenye nyama? Sio kila sehemu ya nyama inakuwa na madini ya vitamin C. Sio kila sehemu zote ndugu yangu. Sehemu ya nyama ambayo ina vitamin C kwa wengi kwanza ni maini. Sehemu kama unapenda nyama, maini ndio ina vitamin C, figo ina vitamin C, na ukila nyama ya ubongo pia ina vitamin C. Sio ukata paja la kuku au la ng'ombe ukadhani unapata vitamin C au mbavu. Vitamin C inapatikana kwenye ubongo, maini na figo. Yes. Hizo ni moja ya nyama ambazo zinapatikana madini ya vitamin C ukila hizo nyama. Na kwa upande ambao hapendi kula nyama, kuna mboga za majani. Mboga za majani ambazo zinapatikana vitamin C ni kama mchicha, bamia, matembele, kisamvu. Kwa kifupi ni kwamba mboga za majani nyingi sana zina vitamin C na collagen sana. Kwa mboga za majani usibague sana kwamba hii mboga za majani nyingi sana zina vitamin C, inabidi utumie kwa wingi sana. Na kwa siku nzima Watanzania wengi na hapa mjini wengi sana Watanzania kwa siku mtu mmoja anakula bakuli moja tu la mboga ya majani. Kwa siku mtu zima hata bakuli moja wengine mboga ya majani haifiki. Wewe angalia watu wanakula kwa mantilia, mboga ya majani wanapewa kijiko kimoja. Nyumbani mwenyewe mtu anapewa mboga ya majani kama kijiko kimoja au viwili, ifike hata bakuli moja kwa siku. Kwa muda mrefu unapokuwa unafanya hivyo na labda unatumia vitu hivi na unakula wanga nyingi, baada ya muda mrefu ndio inakupelekea unapata matatizo hayo, mapungufu ya vitamin C. Umeona? Kwa chanzo kingine cha vyakula vya vitamin C ni hizo mboga za majani, nyingi zina vitamin C. Na kwa mtu ambaye hapana mboga za majani anaweza kula nyama hizo nilizokuambia. Yes, nyama ya ubongo, maini na figo. Na kwa mtu ambaye hapendi vyote ili kupata vitamin C kwa mboga ya majani na nyama, unaweza kula matunda. Kwa mfano matunda yenye vitamin C nyingi ni kama vile matunda ya maembe, mpapai, nanasi, limao. Yes, limao, parachichi na vitamin C ndogo sana. Yes, na ndimu pia na vitamin C ya kutosha. Kwa matunda hayo pia kwa mtu mwenye ugonjwa wa kisukari haishauriwi na sio vizuri kula matunda yenye sukari nyingi kama embe, papai, nanasi pia usiaguse kabisa hayo. Wewe kama mtu na kisukari au una pressure, kwa sababu magonjwa ya kisukari na pressure chanzo ni kimoja, na pia ukitumia vyakula vya sukari inapandisha. Wewe inabidi uepuke kula matunda yenye sukari. Kwa mtu mwenye sukari au pressure inabidi epuke kula matunda ya embe, mapapai, ndizi au nanasi ambayo yana vitamin C. Wewe inabidi upate mboga za majani ili upate vitamin C yako na collagen, au unaweza kula pia nyama ya maini, ubongo au figo zina vitamin C pia. Yes, kuna kauli moja watu wanakataza sana wasile nyama. Madaktari wengi wanaambia kwamba wasile nyama. Of course sio kosa lao, unakuta wafahamu nyama ni kitu cha muhimu sana kula.
Sio kutokula nyama, usiache kula nyama, ila kuna jinsi ya kula nyama. Kula nyama kila siku ndo tatizo, ndo kosa. Nyama usisubutu kumwambia mtu kwamba asile nyama, ila nyama inatakiwa ukule nyama kila baada ya siku 3. Kwa sababu gani? Kwa sababu mmeng'enyo wa nyama unafanyika, na hata sumu ya nyama kabisa inatoka kila baada ya masaa 72. Digestion, mmeng'enyo, usagaji wa chakula cha nyama unafanyika, na ile hata sumu yake nyama kuisha kila baada ya siku 3. Kwa kitaalamu inatakiwa mtu anakula nyama kila baada ya siku 3 ndio vizuri kiafya. Umeona? Ila kumwambia mtu kutokula nyama kabisa ni kosa, sababu kuna ndani ya nyama kuna madini yanaitwa vitamin B12, vitamin B12. Umeona? Vitamin B12 ikikosekana ndani ya mwili ikapungua, inakupelekea kupata ganzi hizo za mikononi na miguu ambayo yani vitamin B12 inaweza kupelekea kupata ganzi ambayo haitibiki. Yani ikifikia level ya vitamin B12 ikipungua, kwa sababu tu daktari au mtaalamu anakuambia usile nyama kabisa, unaweza kupata mapungufu ya vitamin B12, kupata ganzi za ajabu ambazo hazitibiki balaa. Yani ni irreversible, yani zirudi nyuma. Kwa maana nyama usimkataze mtu kula nyama, ila nyama inabidi unakula kila baada ya siku 3 au 4. Kwa mtu ambaye labda ana gout, matatizo ya mifupa, anaweza kula nyama baada ya siku 4. Umeona? Yes, au unaweza kaacha nyama kwa muda huo, akishapona ndo anaanza kula nyama baada ya siku 3 au 4. Kwenye familia zetu wao kinunua nyama tunakula kila siku, hilo ndo kosa. Umeona? Kwa hiyo mpaka hapo tunakuwa tumeshaelewa kuhusu vitamin C na matatizo ya moyo, na tumeona kwamba virutubisho vya aina vya vitamin C ni moja ya virutubisho muhimu sana, pamoja na vingine ambavyo nitavielezea, vya kuweza kutatua matatizo ya moyo. Yes, ndugu zangu. Na kwa nyingine kuna muda mtu anaweza kuwa anakula hivi vyakula, na watu wengi sana wanakula hivi vyakula vya vitamin C. Sema mwili unakuwa unashindwa kuvunja vile vyakula kuweza kutoa hivi virutubisho. Sababu hizo unakuta zinapelekea mtu ana sumu nyingi ndani ya mwili, labda mtu ana uvimbe ndani ya mwili, au mtu ana asidi ndogo pia ndani ya mwili. Vile vitu vinasababisha mfumo mmeng'enyo wa chakula kuwa mbaya. Umeona? Kwa asidi nyingi inahitajika, asidi ya hydrochloric acid ndio inavunja chakula na kuua wadudu ili iweze kutoa virutubisho. Sasa asidi ikiwa ndogo pia ndani ya mwili, na mtu anaweza kuwa anakula chakula sahihi apate matokeo, au ana sumu nyingi na uvimbe. Kwa hiyo matatizo hayo pia tunakushauri mimi Dr. Chris ufike Ubungo Plaza floor ya kwanza. Yes, inaitwa 4How International Clinic. Unapiga namba ya simu hii ndugu yangu, tunakupokea na tunatatua tatizo lako kwa njia salama na asilia za hao wa Japani na wa China. Yes. Na wenzetu wanaongoza kuishi miaka mingi duniani wa China, na ndio wanaongoza kwenye swala la tiba na afya duniani. Ni mfano wa kuigwa, na ndio maana serikali yetu chini ya Wizara ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetuchagua sisi na imeruhusu hizi tiba ili tuweze kusaidia jamii yetu. Kwa hakika ni uhakika. Leo nimetumika mimi na Mwenyezi Mungu kuweza kusaidia nyie ndugu zangu. Kesho pia au kesho kutwa unaweza kutumika wewe kwa namna moja au nyingine kusaidia jamii yetu. Amina, amina.